بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiendelea na madarasa haya ya sira yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumefika katika matukio ya baada ya hijra, ule mwaka wa kwanza sasa wa hijra, matukio yaliyotokea, na tukazungumzia jambo la kwanza lililofanya kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tukasema leo inshallah tutaashiria zile ibra na yale mafunzo tunayotoa katika matendo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taban, kama tunavyokumbuka ni kuwa alipofika bwana Mtume alijenga msikiti, na tukataja baadhi ya functions ama matukio yaliokuwa yakitokea katika msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mambo tunayostafidi ni umuhimu wa msikiti katika jamii zetu, ni umuhimu wa msikiti katika daula ama jamii ya Kiislamu. Society ya Kiislamu inahitaji misikiti. Kwa sababu gani? Ama tuajuaje hili? Tuajua hili kuwa bwana Mtume alipofika, jambo la kwanza alilolipa ihtimamu, alifanya nini? Alijenga msikiti. Na kwa sababu hili jambo halina uajabu, halishtui kihakika, tukizingatia kazi ya msikiti na tukizingatia yale mambo ambayo tumesema yalikuwa yakitokea katika msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utaona kuwa hili jambo halifanya nini? Halishtui. Na tutaashiria mambo kadhaa ambayo tushagusia, sasa tutayafafanua zaidi. Tamam. Utaona Uislamu ama Waislamu wanapata rusukh, yani wanapata kujidhibiti kisawasawa ikiwa wana msikiti. Wanapata kama utasema kuna alama ya kuonyesha hapa kuna Waislamu, wakati kuna nini? Kuna msikiti. Tamam. Aqida ya Muislamu inajengeka zaidi kukiwa na msikiti. Adabu za Kiislamu zinajengeka zaidi na watu wanaweza kujifundisha adabu za Kiislamu ule msikiti ukiwa. Lakini lau utaenda sehemu hakuna msikiti na umezoea kuishi sehemu ambayo kuna misikiti mingi, utaona kidogo kuna nini? Kuna awkwardness. Kidogo identity yako labda haiko wazi. Sasa misikiti inatusaidia sisi kama Waislamu kujenga na kufix ile inaitwaje identity yetu. Katika nidhamu za Kiislamu ni kujenga ukhuwa, kujenga undugu, kujenga mahaba baina yetu. Kujenga umoja baina yetu. Na hili katika misikiti ama msikiti ni katika mambo ambayo yanajenga umoja, kwa yani ina play part kubwa sana 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 katika kujenga umoja wa Waislamu. Kwa sababu sehemu zote nyingine watu wanakutana kwa sababu tofauti tofauti. Sokoni watu watakwenda kibiashara, ofisini watu watakwenda wale wanaofanya kazi, skuli watakwenda mwalimu na mwanafunzi, sehemu zingine hotelini watakwenda matajiri, sehemu zingine watakwenda maskini. Lakini msikitini ni Waislamu kutoka tabaka zote wanakuja kukutana. Waislamu kutoka tabaka zote, maskini, tajiri, dhaifu, mwenye nguvu, mgonjwa, mnyonge, yule mwenye nguvu, kama tulivyo ashiria. Almuhim, watu from tabaka zote, Mwarabu, Mswahili, Mzungu, Mchina. Msikiti ndo sehemu ya jumuisha hawa wote, na wataswali kwenye swafu moja kwa pamoja, na watagusana bega kwa bega. Hakuna kufanya takhalufi yoyote. Wapi? Pale msikitini. Ile inajenga, manake tukutana kila siku mara 5. Ile yajenga udugu, yajenga mahaba. Kila mkikutana bwana mwamkwana, vipi bwana, zatangu asubuhi bwana, vipi bwana, zatangu jana ishai, vipi bwana, vipi hali yako bwana, umesikia jana jambo kadhaa litokea, vipi? Yani ile inajenga nini? Inajenga undugu. Na haya ni katika malengo ya nini? Ya Uislamu, malengo makubwa. Na utaona kama tulivyosema, labda anayeswalisha maskini hohe hae, kanzu zake ama nguo yake imekatika, na wanaoswali nyuma yao wanaomfuata yeye, yani yeye pale ni kiongozi, wanaomfuata yeye zapata ni mitu mikubwa. Labda mtu ana vyeo katika society, labda ana cheo sehemu fulani, ana cheo sehemu fulani, hata ma president, lakini yomfuata nani? Yule imamu.
ile inaonyesha kuwa ile jaha ya mtu, ile ukubwa wa mtu, ukishaingia msikitini ule ukubwa unafanya nini? Unaporomoka, ule ukubwa hauko tena. Tusimama pamoja, bosi na mfanyikazi wako wanasimama pamoja, hakuna cha kubaguana. Hii ni katika umuhimu mkubwa ambao ndio umuhimu yani unaofanya ile misikiti iwe ni nini? Ni jambo la muhimu sana katika society zetu. Katika pia mambo ambayo msikiti yani una faida ama utufaidisha sisi kama Waislamu ni kuwa msikiti unatutatulia sisi matatizo yetu kama Waislamu. Mtu ataweza kwenda pale ana shida zake, aeleze baadhi ya wale Waislamu na apate nini? Apate kutatuliwa. Manake hii ndio roho ya Uislamu, kuwa yoyote mwenye tatizo sisi tufanye nini? Tumsaidie. Mtu atakuja pale na matatizo yake, aeleze matatizo, asaidiwe. Ana matatizo yake, aje pale aeleze matatizo, asaidike. Lakini lao ingekuwa hatuna sehemu kama hini, ungepata hakuna wakati labda yule maskini na tajiri ama yule ambaye ana matatizo, hakuna wakati angepata na mtu ama watu wa aina tofauti tofauti ambao wangemtatulia nini? Yale matatizo yake. Ile adala iliyoko pale msikitini inafanya mtu anao uwezo na ule musawa, yani kuwa kila mtu kama yuko sawa, inamfanya mtu ambaye ana matatizo anaweza kueleza yale matatizo yake. Kwa hiyo msikiti pia husaidika, kama vile ambavyo watu huswali humwabudu Mungu kwa pamoja, pia ile msikiti huweza kumfanya yule mwenye matatizo yake afanye nini? Atimiziwe zile haja zake ama yale matatizo yake yatatuliwe. Naam. Kisha pia katika faida za msikiti ni kusoma elimu. Kama tulivyosema kuwa msikiti wa Bwana Mtume ilikuwa ni sehemu watu wanaenda kujisomesha sheria. Wanamuuliza Mtume maswali, Mtume anawajibu, huyu amefanya kitu, Mtume ana correct, Mtume anasahihisha ile, anatengeza lile, yani ni sehemu watu husomeshwa. Na kitambo hata kule makwetu Mombasa, na kama tunavyosikia kwa watu wa Lamu, kuna watu wa Malindi, wanaeleza wanasema bado mpaka sasa zile halakati zafanya nini? Zaendelea. Na misikiti mingine Mombasa ndio kunaendelea zile halakati za nini? Za taallum. Mtu anasoma fiqhi pale, anasoma namna ya kuswali, anasoma na zile halakati hata katika nchi hizo zilizo juu, utasema kielimu ya kisheria, utapata zile halakati ndo elimu iko kisawa sawa. Wengi katika walimu zetu wakituambia kama ukenda Masri, basi zile halakati ambazo ziko msikitini ndo zina nguvu zaidi na ndo zatoa wanazuoni zaidi. Ukenda kwa mfano Yaman, mtu yoyote ambaye amekwenda kama Yaman, Hadhramuti kule, akiona zile halakati zilizoko kwa mfano Ribati, ama zilizoko Darul Mustafa, kulingana na ule mwalimu anayesomesha katika zile halakati, ndo utaona kweli watu wanatoka nani? Wanazuoni. Taban tutataka pia jitihadi ya mwanafunzi, lazima juhudi ya mwanafunzi, lakini umuma ni kuwa ala mada zamani, ala mururi zamani, halakati ndio zilizotoa wanazuoni. Zile halakati ndogo ndogo za kimsikitini, mtu hapa shekhe asomesha masomo wanafunzi wawili watatu, kule asomesha wanafunzi wawili, mwingine asomesha huku fiqhi, huku kusomeshwa nahau. Hizi halakati ndio zajenga watu, ndo zinakuza wanazuoni, zinaleta wanazuoni. Kwa msikiti katika faida zake ni watu kuwa wapata nini? Wapata ndo sehemu watu wanasoma sheria yao, sehemu watu wanasoma namna ya kumwabudu Allah jalla jalalu, aqida zao na ulum zingine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo twastafidi kutokana na misikiti. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na haya yote yanatokana na yale ile darasa iliyopita tukizungumzia functions ama madhumuni ya misikiti ama msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwaje. Kisha pia katika ibar tunazofahamu katika ile darasa iliyopita ni hukumu ya kufukua makaburi. Maulama watuambia kutokana na hapa tuasoma kuwa haya makaburi ikiwa sasa yasha kuisha, yani utasema washaoza kila kitu, basi ni ruhusa kuyafukua. Na ikiwa ile ardhi ilikuwa ya mtu fulani, basi bado yuendelea kuifanya nini? Kuimiliki ile ardhi. Yani kwa mfano mimi na ardhi yangu siku moja mtu pale akaja kazikwa, baada ya miaka mingi yule mtu akaoza. Kabla ya kuoza sifai kufukua na ile ardhi nitasema sifai kuitumia, lakini baada ya kuoza na tukafukua na tukatoa yale mabaki yoyote yalobaki, basi inakuwa ile ardhi nini? Ni yangu, inarudi katika miliki yangu, na yule mtu anaendelea kufanya anachotaka na ardhi kama ile. Naam.
Kuna mafunzo mengi yanayotokana na madarasa ama ile darasa iliyopita kuhusiana na misikiti. Maulama huzungumzia hukumu ya kupamba misikiti. Haya ni mambo inshallah labda tukijaliwa siku nyingine tutayagusia, lakini tutatosheka na mafunzo kama haya inshallah katika madarasa yajayo. Sasa tutazungumza matukio mengine kama undugu wa nani, wa muhajirina na ansari. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.